wetu wanapokuwa katika vyuo hivi. Kwa hiyo hata haya ambayo mmeyasema, ambalo mojawapo nimeongea nawe mkuu wa chuo, ukisema kwenye mikopo wale wanaosoma hizi programu mpya ambazo pia si ndefu kama wanazosoma wale wanafunzi wengine, wao bado hawanufaiki na mikopo. Kwa niaba ya serikali tumelipokea, na kadri hali itakavyokuwa inatengemaa tutaangalia uwezekano wa kujumuisha na hawa vijana wetu ambao wanasoma programu hizo. Nakumbuka kama ulivyolisema pale wakati unaninong'oneza kwamba kwa ukosefu huo wa mikopo basi kunafanya watoto wa matajiri peke yao wanaoweza kujilipia ada ndio waweze kusoma. Lakini kada hii inahitaji utimamu wa kijana bila kujali anatoka familia gani. Tumeshuhudia kupitia Dr. Samia Scholarship, tumeshuhudia vijana wa kutoka vijijini wakiwa miongoni mwa watoto waliofaulu vizuri sana, wakawepo kwenye watoto walionufaika na Samia Scholarship. Mimi naye moja ya watoto niliokuwa nawasaidia alipiga A zote 3, na baada ya kuwa amepiga hizo A zote 3 na mimi nikapata unafuu, kwa maana chuo kikuu sasa akaingia kwenye Samia Scholarship. Kwa hiyo ufanisi pamoja na kujifunza na kufaulu vizuri ya kutegemea umetoka familia gani. Kila mtu anazaliwa na talent yake. Kwa hiyo hata hii sekta ya usafiri, hasa haya ambayo tumeenda kuyaona makubwa yale, anaweza akanufaika na anaweza akasoma mtoto kutoka familia yeyote ile. Kwa hiyo hili tumelipokea, na ndani ya serikali tutaendelea kulifanyia kazi, na bahati nzuri sana Mheshimiwa Rais amejitambulisha kwa kujali watoto wa Kitanzania. Ndio maana akatoa scholarship ambayo kigezo chake si kumjua mtu, kigezo chake ni kufaulu vizuri. Ndio maana imechukua mpaka watoto wa kutoka kwenye sekondari za kata kule, kwamba kwenye background yake alisoma sekondari ya kata kidato cha kwanza mpaka cha 4, kidato cha 5 na 6 akafanya vizuri kutoka kwenye sekondari ya kata, kaenda shule maalum kidato cha 5 na 6 amepasua pointi 3, kaingia kwenye waliofanya vizuri sana, amepata scholarship ya kwenda kusoma chuo chochote duniani. Hiyo inatuambia kwamba haya mambo ambayo tumeonyeshwa na uwekezaji huu si wa kundi maalum, bali ni watoto wote wa Kitanzania. Zamani nilikuwa wakati tukisoma nilikuwa nikijiuliza kwamba kwa kweli moja ya wataalamu walio na kipawa cha juu sana, nilikuwa nikisema hivyo wakati tunachagua masomo, nikasema basi wataalamu hao watakuwa wale wanaofanya operation ya moyo. Yaani kwamba wanafanya operation ya moyo huku yule wanayemfanyia operation anatakiwa aendelee kuwa hai. Na uhai unahitaji moyo uwe unadunda, unafanya kazi. Baadaye nilipokuja kusafiri kwa ndege, nikasema kwa kweli wale wanaofanya matengenezo na maintenance ya ndege na ikapita juu vile, na zingine safari ndefu vile, na watuambiage ili tusishituke, pengine zingine wanatengenezaga huku tukiwa kule juu. Hawa na wenyewe ni wataalamu ambao wanafanya mambo ya wataalamu waliojaliwa vipaji vya juu sana. Sasa wataalamu hao tunaowaongelea, kama alivyosema mkuu wa chuo, si kwamba wako Ulaya, wako hapa NIT. Tumezoea kuyadogosha mambo, nadhani hili si jambo la kulidogosha. Na kwamba miundombinu, infrastructure iliyoko hapa kwa ukanda wa Afrika Mashariki kwamba ndio ya kwanza, na kwamba inakimbiliana na ile ya shirika la ndege kule Ethiopia.
hili si jambo dogo, na nirejee tena kumpongeza Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji wa aina hiyo. Zaidi ya bilioni 70 zimeletwa hapa. Hii inahitaji maono, kiongozi mwenye maono makubwa na kiongozi anayewapenda wananchi anaowaongoza. Na haya si maneno ya kwenye hotuba, nimepita nimejionea upande wa uwekezaji kwenye miundombinu ya mabweni, lakini pia nimejionea upande wa miundombinu ya kujifunzia. Hongera Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini pia hongereni na ninyi ndugu zetu wenyeji wetu wa chuo kwa kuendelea kuchukua hatua za kuwa na mitambo ya kisasa namna hiyo ya ufundishaji. Kuna eneo tulipita pale, kumbe tulikuwa tunaelezewa tu, ikawekwa ile mitikisiko kidogo ile. Nikaona Wasukuma wenzangu pale wakiogopa, sababu mtikisiko ule ulikuwa kama wa kwenye mawingu makali yale, ambayo Mwalimu Nyerere aliwahi kusemea, ukipita kwenye mtikisiko wa mawingu makali yale lazima uongee kilugha. Sina shaka nyote mtakubaliana nami kwamba huduma za sekta ya uchukuzi ni mhimili wa muhimu wa kuwezesha shughuli za kiuchumi na kijamii katika taifa lolote. Hapa nchini, sekta ya uchukuzi imeendelea kuwa kichocheo muhimu katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kuchangia ukuaji wa biashara ya ndani na nje, hivyo kuacha umuhimu usifanywe na sekta zingine peke yake. Na mimi niwaambieni, kama ilivyo kwenye mwili wa binadamu, pasipo kuwepo na mifumo ya kusafirisha damu inayofanya kazi, hata kama una damu nyingi, uwezekano wa kuendelea kuwa hai ni mdogo au haupo. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo sekta hii ina mchango mkubwa wa kuchachua uchumi na uwekezaji ndani ya nchi yetu na nje ya nchi kwa kiwango hicho. Zamani katika maeneo mengi kulikuwa na uhaba mkubwa. Si kwamba wazee wetu wa enzi hizo walikuwa wazembe sana wa kuzalisha, la hasha, lakini miundombinu ya usafiri na usafirishaji ilikuwa duni. Kwa hiyo sehemu yenye ziada ilikuwa haiwasiliani na sehemu yenye upungufu. Uwepo wa miundombinu ya uhakika ya usafiri na usafirishaji umefungua na kukuza sekta muhimu za uzalishaji, ikiwemo kilimo, mifugo, viwanda, madini pamoja na nyingine zinazosafirisha bidhaa nyingi. Miundombinu ya uhakika imeendelea kurahisisha muunganiko wa masoko na kuimarisha biashara, ikiwemo pia kuongeza fursa za ajira na kuboresha upatikanaji wa huduma za jamii. Hatua hizo zimeongeza ushindani wa bidhaa na huduma ndani ya nchi na nje ya nchi. Lakini uwepo wa miundombinu peke yake haitoshelezi. Lazima, kama ambavyo ndugu yetu alisema pale mwendesha ratiba kuhusu software na hardware na hard copy, niseme kuwa pia kuwa tu na miundombinu peke yake kusingeweza kutosheleza kuleta manufaa hayo ambayo yamekusudiwa. Hapo ndipo unapokuja umuhimu wa chuo hiki, ambapo sasa chenyewe kinatengeneza wataalamu wa kuweza kwenda sambamba na miundombinu na vitendea kazi ambavyo ni vifaa vya usafiri pamoja na nyenzo zingine.
Sekta ya uchukuzi imeendelea kuongeza ushawishi wa taifa letu kwa nchi jirani za ukanda wa Afrika Mashariki, Kati na Kusini kwa kuzingatia jiografia ya Tanzania ambayo kwa kiasi kikubwa ndio lango kuu la upitishaji wa mizigo ya nchi ambazo hazina muunganiko wa moja kwa moja na bahari. Kupitia shoroba za kati ambako ndiko kunakoanzia bandari ya Dar es Salaam, shoroba za kaskazini ambako ndiko iliko bandari ya Tanga, na upande wa shoroba ya kusini ambako kuna bandari ya Mtwara, nchi yetu imeweza kuwa na shoroba muhimu kwa majirani zetu. Kwa kutambua hilo, serikali itaendelea kuboresha uwekezaji katika miundombinu ya usafiri zikiwemo na bandari zetu ili kuweza kuhakikisha kwamba sekta hii ya usafiri inaendelea kuwa na umuhimu wa kipekee na kipaumbele cha kipekee katika kuwezesha uchumi wa nchi yetu kukua kwa kasi ili tuweze kufikia malengo yale ambayo yamekusudiwa katika Dira 2050. Baadhi ya hatua ambazo zimechukuliwa kama ambavyo Mheshimiwa Waziri wa Sekta ametoka kusema ni ujenzi wa reli ya kisasa kwa vipande vyote, na vipande viwili vya mwanzo vikiwa tayari vimeshaanza kufanya kazi. Tunavyoongea, kama mnavyojua, Dar es Salaam Dodoma reli inafanya kazi, lakini Dodoma mbele kidogo kule Makutupola karibu na Singida kule kwenda Tabora mkandarasi yuko site. Tabora kwenda Isaka mkandarasi yuko site. Isaka kwenda Mwanza reli imeshakamilika, nadhani inakaribia 70%. Tokea Isaka kwenda Mwanza takriban inakaribia 70%. Wenda mpaka Christmas hivi kule Disemba kule Isaka Tabora, wenda Isaka Mwanza wenda ikawa imekamilika, na hivyo kubakiza Isaka Tabora na Tabora Makutupola ili kipande kimoja cha kwenda mpaka Mwanza kutokea Dar es Salaam kiwe kimekamilika. Lakini hivyo hivyo Tabora kwenda Kigoma mkandarasi yuko site, na Kigoma kuelekea Burundi mkandarasi yuko site. Lakini unafanyika pia ukarabati wa kuifufua reli ya Tazara ambayo na yenyewe ina mchango mkubwa. Mkandarasi alishapatikana na sasa hatua zinazoendelea ni zile za kuelekea kwenye utekelezaji wa mradi. Yanafanyika maboresho ya bandari kama nilivyokwisha kusema na Mheshimiwa Waziri wa Sekta ameshasema, lakini pia unafanyika ukarabati wa barabara katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu ambapo kazi ni kubwa inaendelea kufanyika. Lakini pia unafanyika ujenzi wa viwanja vya ndege ambapo uwanja wa Msalato runway yake imeshakamilika na ndege zimeshajaribishwa kutua. Lakini pia ujenzi wa Msoma umeshaanza kutumika. Uwanja wa ndege wa Sumbawanga, uwanja wa ndege wa Msoma umeshaanza kutumika. Uwanja wa ndege wa Sumbawanga ujenzi wake umekamilika, umeshaanza kutumika na tumeshauzindua. Uwanja wa ndege wa Arusha na wenyewe umepata maboresho makubwa. Uwanja wa Tabora, Bukoba, Mtwara, Kilimanjaro, maboresho makubwa yamefanyika, na sasa tunaenda kuboresha uwanja wa ndege wa Mwanza ambapo kwa taarifa nilizopewa tangazo la kumpata mkandarasi limeshatolewa. Hizi ni sifa za nchi inayoendelea, inayosonga mbele. Ukitajiwa mradi mmoja na bei yake, mradi mmoja, utaweza kuona ukubwa wa nchi yetu na dhamira ya viongozi wetu katika kuisukuma nchi yetu kwenda mbele. Lakini hapa kwenye taarifa hatutekelezi mradi mmoja tu.
mnaweza mkaona miradi yote hii ambayo tumeitaja ikiwa kwenye utekelezaji na ikiwa miradi yenye gharama kubwa. Mfano, reli ya kisasa inaendeshwa kwa umeme. Umeme unaotumika tu kuendesha treni. Kwa nchi zingine megawati hizo zote ndio megawati ambazo zinatumika kwa nchi nzima. Hapa Tanzania ni megawati zinazoendesha tu treni. Hiyo inataja ukubwa wa nchi yetu, lakini pia inataja na dhamira ya viongozi wetu. Dhamira ya Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuisukuma nchi yetu kwenda mbele. Watu wengine huwa wanapenda kufifisha mafanikio haya. Wengine ambao hawafanyi sana hivyo kwenye nchi zao hutamani yasisemwe ili wao wasigombane na wananchi wao. Lakini kwa kila Mtanzania anatakiwa aone pride, aone sifa kuwa Mtanzania, aone sifa pia kwamba nchi inaweza kutekeleza miradi ya aina hii. Leo tumeona uwekezaji uliofanyika katika chuo chetu cha taifa cha usafirishaji. Ukiongelea tasnia ya elimu ya juu, ni kila mkoa unakokwenda kuna jambo kubwa lenye uwekezaji wa bilioni 50 mpaka 70 kwa ajili ya elimu ya juu. Kila mkoa, ninyi si mnatoka mikoa mbalimbali, kila mkoa una rekodi yake ya chuo cha aina hiyo ambacho kwa nchi nyingine ndio ingekuwa chuo kikuu cha nchi husika. Nimeongelea umeme ule unaotumika kusukuma reli. Mheshimiwa Waziri analijua vizuri hili, kwamba kwa nchi zingine zina megawati kidogo kuliko umeme unaotumika tu sisi hapa kusukuma reli. Ndani ya miaka 5 umetekelezwa mradi wa ujenzi wa bwawa la kufua umeme la Mwalimu Nyerere ambao umetumia zaidi ya trilioni 6.5 fedha za walipa kodi wa Tanzania, fedha za ndani, ambao unazalisha zaidi ya megawatts 2000 plus 2115, na ukiunganisha na zilizokuwepo nchi sasa ina ziada ya umeme zaidi ya megawatts 2000, kitengeneza umeme, kifua umeme zaidi ya megawatts 4000. Hiyo inataja dhamira ya dhati ya Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuhakikisha nchi yetu inasonga mbele. Lakini yamefanyika pia maboresho ya vyuo vinavyotoa mafunzo ya usafirishaji. Tumeambiwa hapa na rais na wasemaji waliotangulia. Lakini niendelee kuwapongeza na kuhakikishia kwamba serikali itaendelea kuunga mkono jitihada za kuendesha mafunzo ya marubani, wahandisi wa ndege, wahudumu wa ndege pamoja na wataalamu wote wanaohitajika katika sekta hii. Na hii ni jambo ambalo ukiona tu ndege iko juu unaweza ukadhani wapo wengine wanaohusika si wa Tanzania. Mimi nina rafiki yangu moja ambaye tulianza kujadili tukiwa sekondari. Tunajadiliana, wewe kwa nini umeamua kuchagua masomo haya? Tunaelezana, na wewe kwa nini umeamua kuchagua masomo haya? Akasema anataka kuwa rubani. Mimi nikamwambia nataka kuwa kiongozi. Akaniambia nitakuja kukurusha kwenye ndege. Tukiongea hapo, tuko bwenini. Tuko bwenini. Imeenda, tulipomaliza sekondari kaenda kusoma masomo ya kuwa rubani. Akahitimu vizuri. Tukawa tunajua amehitimu. Akaendelea ni rubani wa ndege zetu za Tanzania. Siku moja nikapata fursa ya kuwa sehemu ya msafara wa Mheshimiwa Rais. Tulikuwa tunaenda China.
ndege tuliotumia ya shirika la ndege la Tanzania. Tulipotua naangalia wale marubani waliokaa pale, namuona jamaa tuliyekuwa tunakunywa wote uji usio na sukari ameinua Airbus. Siku nyingine tukawa tumetokea, nilipata heshima ya kuwa kwenye msafara wa marais wa staafu. Nadhani ilikuwa uapisho wa rais wa Namibia. Tumetoka kule, mmoja akanishtua, unajua kwamba jamaa yako ndo anayelirusha na tunakatiza kwenye mawingu. Tulivyosogea hapa nikawa naogopa. Tulivyosogea hapa karibu na hapa, nikaenda kuchungulia hivi anakatiza kwenye mawingu. Kwa wala tusije tukadhani haya mambo makubwa haya yanawahusu watu wa majuu huko. Ni watoto wa Kitanzania wa kutoka familia yeyote wanaweza kuyafanya, na hongereni sana chuo kwa kuendelea kuandaa wataalamu hawa. Niendelee kurejea kutoa pongezi nyingi kwa Wizara ya Uchukuzi kwa kusimamia ujenzi wa mazingira bora kwa wataalamu wetu, mazingira hayo yakiwa ni pamoja na kutambua mchango wao katika wa taaluma katika utoaji wa huduma za usafiri na usafirishaji kwenye mnyororo wa thamani, masoko, pamoja na watumiaji wa mwisho wa bidhaa hizo. Kwa mfano, mazao kutoka vijijini kwenda kwenye masoko yanahitaji mnyororo huo ulioboreshwa. Nikiwa naelekea kwenye kuhitimisha, nigusie hoja ambazo zilitolewa katika risala na Rais wa TALTA. Risala imesheheni taarifa muhimu kuhusu chama na imebainisha baadhi ya changamoto. Mojawapo, kama nilivyoiandika vizuri, ni kuhusu sekta ya uchukuzi kutokuwa na bodi mahususi ya usajili wa wataalamu wake ambayo itakuwa imeundwa kwa mujibu wa sheria. Nilikupata vizuri, nimeinukuu vizuri kwenye notes zangu hapa. Tumelipokea. Ni jambo ambalo lina mantiki, ni jambo ambalo lina msingi, ni hoja ya msingi, kwa kuwa inalenga kuweka udhibiti wa ubora wa wataalamu. Na kwa kweli nikiri kwamba nimefarijika sana kwa kuwa imekuja katika wakati mwafaka ambapo serikali imeshaanza kufanyia kazi na inajielekeza sana katika kuhakikisha tunawekeza kwenye ubora. Ukirudi nyuma miaka 25 ya dira iliyopita, katika kila eneo tulikuwa tunawekeza kwenye upatikanaji. Shule tulikuwa tunawekeza kwenye upatikanaji, yaani kila watoto angalau waende shule. Ndio hapo tukaanzisha shule nyingi sana hizo. Afya tulikuwa tunawekeza kwenye upatikanaji, angalau kuwe na zahanati karibu pale, vituo vya afya, watu wapate huduma katika sekta hizo na maeneo mengine yote. Lakini tunakokwenda, ukifuatilia utafiti uliofanywa na Wizara ya Mipango na Uwekezaji chini ya Profesa Kayangu Kitila Mkumbo, survey ile ilionyesha kwa wananchi wanaridhika na upatikanaji wa huduma, lakini wanaiomba serikali miaka 25 hii inayokuja ya dira hii ambayo imeanza kutekelezwa, serikali ijikite kwenye ubora, elimu bora, afya bora, kwa sababu upatikanaji katika maeneo mengi kwa kweli upatikanaji umeshakuwa wa uhakika, lakini ubora ndiko ambako survey zile zilionyesha serikali ijikite. Na ninyi hapa mnaongelea kuleta bodi ili kwa kweli iweze kusimamia, ili tujihakikishie na masuala ya ubora huko tunakoelekea. Serikali imelipokea hili na inalichukua kwa uzito,
na niwaelekeze Wizara ya Uchukuzi kushirikiana na wadau wengine, harakisheni kukamilisha waraka wa Baraza la Mawaziri ambapo ni sehemu ya utaratibu wa kuweza kwenda kwenye uundaji wa bodi. Niliambiwa kwamba tayari hatua za awali zilishafanyika na ilishapiga hatua. Nadhani iko kule Secretariat, ilishapata maoni ya awali. Kwa ikishakamilika, mkishakamilisha kutekeleza maoni yale ambayo yametolewa na Secretariat ya Baraza la Mawaziri, basi harakisheni waraka ule uende kwenye baraza ili upate ridhaa ya Baraza la Mawaziri ili tuweze sasa kwenda kwenye utekelezaji wake. Nina uhakika kwa mantiki hii na kwa msingi wa hoja hii hakutakuwepo na kipingamizi. Tumepata hoja pia kuhusu kutokuwepo kwa idara au vitengo vya kusimamia maafisa usafiri. Kila wizara, taasisi, mashirika, halmashauri wamekuwa tu wakitumia afisa aliyepo kama kujaza nafasi tu hivi, lakini pia bila kuwa na vitengo mahususi. Niwaombe pia hii hoja tuipokee ili tuweze kuona namna bora ya kulishughulikia. Mheshimiwa Waziri, pamoja na nimwelekeze pia katibu mkuu wetu ambaye ndo wanashughulikia na masuala ya uratibu, kulifikisha jambo hili Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma, kwa kuwa hili ni jambo mtambuka, ili Wizara ya Uchukuzi, Ofisi ya Waziri Mkuu Uratibu, pamoja na Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma waweze kulifanyia kazi kwa namna ambayo itakuwa mwafaka ili kuweza kutekeleza hilo. Mheshimiwa Rais alishaelekeza yanafanyika marejeo ya taasisi pamoja na miundo ndani ya serikali. Kwa tunaamini hili na lenyewe limekuja katika muda mwafaka ili liweze kufanywa kazi. Mheshimiwa Waziri Mjikokas na Waziri wa Utumishi wa Umma pamoja na TAMISEMI ili kuweza kuliratibu hili ili tuweze kulipeleka kwenye utaratibu ambao utakuwa bora, sambamba na marekebisho yale ya taasisi, idara mbalimbali pamoja na miundo ndani ya serikali ambayo inalenga kuleta ufanisi. Hoja kuhusu matangazo ya ajira kwenye maeneo ya logistic na usafiri, ambapo umeelezea kuwa hayatolewi kwa kuzingatia sifa. Sawa, kwa kuwa kila kada inao muundo wake unaobainisha sifa za watumishi wake wa kada hiyo. Hili na lenyewe nilisisitize kwa wenzetu wanaotoa matangazo, kwa kweli wazingatie hili, kwa sababu hili na lenyewe linalenga kuleta ufanisi. Tumeona katika maeneo mengine mengi tumeenda hatua zaidi kwenye maeneo haya ambayo yanahitaji sifa mahususi. Katika baadhi ya maeneo tumeenda hata kwenye ajira waangalie wenyewe ya aina ya watu wanaowataka. Tumeona hivyo kwa upande wa Mamlaka ya Mapato na tunaona ufanisi unavyoongezeka. Zamani walikuwa wanaajiriwa watu wa field nyingine tu, anajikuta yuko pale. Tukienda kwenye ufanisi tunakuta ufanisi duni, malalamiko kila kona. Lakini leo hii Daktari Samia Suluhu Hassan alipoipokea hoja hii akaisikiliza. Alipoisikiliza akaona mantiki yake, akaelekeza Mamlaka ya Mapato waanze kuajiri wataalamu wanaowataka. Naweza mkaona katika kipindi cha miaka 5 mapato yameongezeka zaidi ya mara 3, huku malalamiko yakiwa yamepungua na kama si kuisha kabisa. Sasa na eneo hili ambalo ni very sensitive, ninyi mmeomba matangazo ya ajira yazingatie sifa. Ili tumelipokea, nadhani na lenyewe Mheshimiwa Waziri, wasiliana na wenzako, andikeni, kaeni mkubaliane ili lizingatiwe huko tunakokwenda
makosa haya yasirudiwe. Wizara ya Utumishi, Wizara ya TAMISEMI pamoja na Wizara ya Uchukuzi. Kwa hiyo hili na lenyewe tulipeleke kwenye utekelezaji, kwa sababu kwa kweli ni hoja ya msingi. Maeneo haya ambayo yanahitaji utaalamu mahususi, tangazo alipaswa kuwa open tu kwa yeyote, bali linapaswa lilenge wale wenye sifa hizo. Lazima tuwekeze kwenye weledi, na bahati nzuri sasa hivi hatuna uhaba wa weledi, tuna watu wa kutosha. Kila field unaotaka mtaalamu mahususi katika eneo hilo wapo, na ninyi hapa tayari mmeshaandaa wataalamu mahususi wanaotosheleza kukidhi mahitaji. Nimepokea hoja kuhusu TEMESA, na bahati nzuri wizara inayosimamia TEMESA zamani ilikuwa wizara moja na uchukuzi. Kwa hiyo hii nielekeze Wizara ya Uchukuzi pamoja na Wizara ya Ujenzi mkae ili kuweza kuyaratibu haya ambayo hii hoja ambayo imejitokeza hapa, na sisi ofisi ya Waziri Mkuu tutapata taarifa kuhusu utekelezaji wake ili tuweze kulizingatia pia hili ambalo limeletwa hapa. Hoja kuhusu serikali kupatia rasilimali fedha za kutosha Chuo cha Taifa cha Usafirishaji na Chuo cha Bahari Dar es Salaam ili viweze kutekeleza majukumu yake ipasavyo. Tumeipokea. Nimepokea hoja hii kwa kuwa sasa hivi tumeshamaliza bajeti, zoezi la bajeti imeshaanza. Mimi na wenzangu ambao tuko hapa tunaipokea hoja hii ili kadri tunakokwenda kwenye maandalizi ya bajeti ijayo tuongeze fedha kwenye chuo chetu. Lakini kwa mwaka huu niwahakikishie tutawakumbusha wenzetu wa hazina ili fedha ambayo imetengwa iweze kutoka ili muweze kutimiza majukumu yenu ipasavyo. Kwa hili tumelipokea na tunatambua kazi nzuri mlionayo na umuhimu wake. Kwa hiyo tutafanyia kazi haya yote mawili. Tunakokwenda mbele tuendelee kuongeza bajeti, lakini kwa mwaka wa fedha tuhakikishe fedha iliyotengwa kwa ajili ya majukumu haya iweze kutoka ili muweze kutimiza majukumu mliokuwa mmeyapanga. Hoja kuhusu viongozi wa wizara na taasisi kuwaruhusu na kuwawezesha watumishi wake ambao ni wataalamu wa masuala ya logistics na usafiri kujiunga na TALTA. Suala la watumishi kujiunga na vyama vya kitaaluma kwa kweli halina pingamizi, isipokuwa tu pale ambapo pana uwezekano wa mgongano wa maslahi, ndio serikali ambapo huwa inakuwa na wajibu wa kufanya tathmini ya zaidi. Kwa jambo hili la logistics na usafirishaji kwa kweli wanaweza kujiunga, ili mradi tu malengo hayakinzani na matakwa ya miiko ya kazi zao. Kwa hiyo niwaelekeze makatibu wakuu wafanyie tathmini hili jambo na wabainishe kama kuna maeneo yoyote ambayo kama hakuna maeneo yoyote ambayo yanaweza yakaleta ukinzani wa kitaaluma, basi watumishi hao waruhusiwe, kwa sababu tuna vyama hivi vingi tu vya aina hii na havijawahi kuwa na shida yeyote. Vyama vya kitaaluma, vyama vya kitaalamu ni vya muhimu, kwani vina mchango mkubwa katika kuimarisha utendaji kazi wa wataalamu wetu husika na kuwawezesha kutekeleza majukumu yao. Hiyo unawaweka wataalamu wa eneo la aina moja pamoja, wanaendelea kuwaza namna ya kuongeza ubora katika taaluma zao. Ninapomalizia nirejee tena kuwaomba uongozi wa TALTA na wanachama wote kuweka mpango mkakati wa kuhakikisha chama kinakuwa endelevu, kizingatie weledi, isiwe chama pressure group, kisije kikatoka katika malengo yaliyokusudiwa. TALTA kwa kushirikiana na Wizara ya Uchukuzi pamoja na taasisi zingine za serikali mshirikiane kufanyia kazi haya ambayo
yametolewa leo, ili pengine mmeshapata na mwaliko wa mwaka kesho, haya ambayo tumeyaongelea leo tunapokutana tena, kwa kweli tuwe na cha kuripoti kwamba hili limekamilika, ili tusiwe na taarifa inayofanana tutakapokutana kwa mara nyingine. Kwa hiyo haya yafuatilieni, yafanyieni kazi wizara zote nilizozitaja, na tupate mrejesho wa utekelezaji wake. Tunapokuja, Mungu akitupa uzima na ruzuku ya kuiona siku nyingine ya aina hii, ya kongamano la aina hii, tutoe taarifa kwamba hili limeshakamilika.